Tozwi mukanda ya nzambe. Tunashika msomi wa neno la Mungu. Une bonne portion de l'écriture. Sehemu moja nzuri. Oyo nzambe akanisi biso. Ambaye Mungu ametukumbukia. Wakati huu aza la réponse nayo. Akuwe jibu kwako. Car dans chaque écriture, kwa sababu kwa kila andiko il y a la vie, kuna uzima, il y a la force, kuna nguvu, il y a la puissance, kuna uweza, kuna baraka pia. Si tu négliges cette écriture, kama unapuuza une écriture dans les écritures, hata sehemu moja mdogo katika maandiko, Bible nous dit, wakati Biblia inasema toute écriture est inspirée, andiko limechangamoto. Amina. Deutéronome chapitre 33. Kumbukumbu la Torati 33. Verset 12. Mstari wa 12. Si Benjamin il dit, akamnenea Benjamini, c'est le bien-aimé de l'Éternel, mpenzi wa Bwana, il habitera en sécurité auprès de lui. Ataka salama kwake. L'Éternel le couvrira toujours. Yamfunika mchana kutwa. Il résidera entre ses épaules. Naye ukaa kati ya mabega yake. Tozwi dernier écriture na biso. Tunashika somi letu nyingine. Genèse chapitre 35. Mwanzo 35. Verset 16 à 20. Mustari ya 16 hadi 20. Il partit de Bethel. Wakasafiri kutoka Betheli. Il y avait encore une distance jusqu'à Ephrata. Hata ukabaki mwendo wa kitambo kufika Efrathi. Lorsque Rachel accoucha, Raheli akashikwa na utungu wa kuzaa. elle eut un accouchement pénible. Na utungu wake ulikuwa wa mzito. Et pendant les douleurs de l'enfantement, ikiwa alipokuwa anashikwa sana na utungu, la sage femme lui dit, mzalisha akamwambia, ne crains point, usiogope, car maana tu as encore un fils. Sasa utamzaa mwanaume mwingine. Comme elle allait rendre l'âme, ikiwa hapo katika kutoa roho yake, car elle était mourante, maana alikufa. Et lui donna le nom de Ben-Oni. Akamwita jina lake Ben-Oni. Mais le père, lakini baba l'appela Benjamin. Alimuita Benjamin. Rachel mourut. Akafaraeli. Et elle lui enterré sur le chemin d'Ephrata. Akazikwa katika njia ya Efrathi, qui est Bethlehem. Ndiyo Bethlehem. Jacob éleva un monument. Yakobo akasimamisha nguzo juu ya kaburi lake. C'est le monument du sépulcre de Rachel. Ndiyo nguzo ya kaburi la Raheli. Qui existe encore aujourd'hui. Hata leo. Que les chants nous accompagnent. Waimbaji mutube. Kombo na yo ilonga nanga. Kombo na yo ilonga nanga. Yahweh, kombo na yo. Sotole mwana ngonga os. Sisi tupote muda huu.
motwelemwa kimutu wetu uzime, ebonzambe no Yesu esika, lakini uungu akupata nafasi, boiteli boto epambwa kwa sababu taifa imebarikiwa na kombo na Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo Tolobi amen. Tunasema amen. Tofandi Keti. merci. Asante. Est-ce qu'à cause de cette bonne écriture, ni kwa sababu ya niko ya nzuri, manifester joie na biso, unaweza dirisha furaha yako, cri de joie, unaweza pika vigelegele kwa mfalme. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana, na koko yebisa kaka ite nzamba za malamu, naweza tu nikambia mtu Mungu ni mwema, parce que Dieu, sababu Mungu soki alingiyo akikupenda wewe, ngolu yako salela ite donne sa parole. Neema atakaye kutendea ni kukupa neno la lake. grâce c'est la parole de Dieu. Neema jina lake neno la Mungu. Quand Dieu te dispose pour la parole, kama Mungu akikutengeneza kwa neno, sache que Dieu t'aime, kujua kwamba Mungu anakupenda. Parce que la grâce c'est la parole. Sababu neema ni neno. Nzambe apesaka mutu nyonso te parole. Mungu haumpi mtu yote neno lake. Motele baye ya bongisa bango pona. Wale amewatengeneza kwa ajili yake. Ils vont aimer la parole de Dieu. Lazima upende neno la Mungu. La parole de Dieu sera leur trésor. Neno la Mungu ni utajiri. Il peut marquer tout. Inazidi yote. C'est la parole de Dieu ni neno la Mungu qui démontre la présence de Dieu. Car il est dit, au commencement mwanzoni était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que la parole, ata otambola makolo utembe maguu kokota susite na basulie basapato te, usijisumbue na viatu na mengine. Dieu, kuwa na Mungu bien-aimé, ça suffit. Inatosha. Dieu est capable hivyo, kwa sababu Mungu anaweza bilamba quelque part, kushika vazi sulie ya quelque part, mutuke ya quelque part, itoke kwingine, et comme là yo kufikia wewe, kati ya Dieu, sababu na Mungu. koza na Nzambe kuwa na Mungu ezali elembo ya bozu ya musunite, sio alama ya mapato ya kimwili. Pona yebi, kwa sababu najua il y a une femme dans la Bible, kuna mke moja katika maniko, bien-aimé Naomi, mpendwa Naomi, akufeli mobali, mume wake akufeli bana na ye mibale, fiwa na wanae wawili, akomi lokola moto abota te, amekuwa kama mwenye kuzaa, akomi veuve, kawa kama mwenye kuzaa, bengami, ye mwenye akajiita bololo, mtu wa utungu. Lakini Ruth, yule Ruta azomona ye, anaona yule atakufeli mobali, kama amefiwa, akufeli bana mibale, kama amefiwa na wili, azomona Naomi, anaona Naomi ako na Mungu, azomona azana Nzambe, yeye anaona Naomi ana Mungu. Naomi yemoko, lakini Naomi mwenyewe azana Nzambe, anajiona mjane, ana Mungu. Yoka, sikiza, Rita lobi, Ruta anamwambia, alobi na kotika yote, anasema sitakuacha, Nzambe nayo, Mungu wako akoma Nzambe na atakuwa Mungu wangu. akufeli mobali, amefiwa akufeli bana mibale, amefiwa wana wawili, pana Rite, kwani kwa Ruta amoni te kokufela mobali, ya kuona yujane, kokufela bana, kuona kufiwa neko zanga Nzambe te, ya kuona kukosa Mungu ndio mbaya. Je te dis, na mimi nakwambia dada yangu, atobali te, hata kama hujaolewa, libala nde yango nde Nzambe te, uliolewa ndio sio Mungu. avoir Dieu, kuwa na Mungu c'est avoir la parole, ni kuwa na neno lake. tuni sabato babali, uliza watu waliooa, basusu lelo babimi na chambre na bango, wengine leo wametoka kwa chumba yao, balalaki na salon, sio kwa maombi, lakini balali na chambre, Bwana amebakia kushamba. basusu balali mbeto moko, wengine wamelala kitanda moja, mususu apusa na kwe kuna, mwingine kichwa, aguzani lokola makako, mwingine kichwa kwa miguu ya mususu pe kwe mpebo, mwingine sehemu nyingine, moto azola muka pesa mbote te, mtu anamuka na vijisi yake. na ningine yebiso, nataka nikueleze, avoir Dieu, kuwa na Mungu c'est avoir la parole, kuwa na neno la Mungu. bien-aimé mpendwa, ozanga bana,
ukose wana. Ce n'est pas manquer Dieu. Haiko kukosa Mungu. Bien-aimé, avoir Dieu. Mpendwa kuwa na Mungu. Quand tu as la parole de Dieu. Wakati una neno la Mungu. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu akubariki. Ezatendenge ba pasteur mususu. Haiko vile wachungaji wengine wanasema. Ah, frère, pasteur santé. C'est Dieu la bénédiction. Ah, pasteur santé. Nenda émission. Nani amekwambia? Ezapena bandoki. Kuna pia walozi. Ezapena ba criminel. Kuna pia wa criminel. Bazapena libumu. Alati veste. Analata koti. Pe omoni pe. Na unamwona iko sawa. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Na Mungu atubariki. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa ndani ya Bwana. Toujours aussi les bien-aimés de l'Éternel. Tunashika kichwa ya maneno mpendwa wa Bwana. Molingani na nzambe. Mpenzi wa Bwana. Leo ndio aussi sa introduction na biso. Leo ndio tunamaliza kuingilia. L'introduction de l'onde de ceux qui sont pas que jusqu'à maintenant toujours répondre car qui est le bien-aimé de l'Éternel. Leo ndio tunamaliza kiingilio kwa sababu tokotino na likamboyo Dieu te couvrira, tu seras en sécurité tokoti kunate. Hatujaingia Mungu atakufunika utakuwa na usalama, hatujaangalia. Amen. Amina. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa ndani ya Bwana. Oh, est-ce que trop pesa na bambote parce que nous sommes maintenant des bien-aimés. Tusalimiane. Tuzaba séminariste. Tusalimiane tumekuwa vipenzi wa Bwana. Tumekuwa vipenzi wa Bwana. Mama chérie na yo. Hata mke wako. Oh, mon bien-aimé. Mwambie kipenzi wa Bwana. Soki alingata atomboka. Kama nataka tomboka ucha. Bien-aimé de l'Éternel. Mwambie kipenzi wa Bwana. Akokita. Atashuka mbio. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se saluer les bien-aimés de l'Éternel? Tusalimiane. Bien-aimé de l'Éternel. Mwambie mwenzako. Bonjour, bonsoir. Mwambie bonjour, bonsoir. Kipenzi wa Bwana. Amina. Dieu nous a aimés. Mungu alitupenda. Nous sommes maintenant son bien-aimé. Na tuko vipenzi wake. Amen. Amina. Motune yela kibiso. Swali katujia. Qui est le bien-aimé de l'Éternel? Nani kipenzi cha Bwana? Peto mona kete. Na tukaona kwamba le bien-aimé de l'Éternel, penzi wa Bwana c'est Benjamin. Ni Benjamin. Maintenant qui est Benjamin? Sasa Benjamin ni nani? Ndeto mona keyano. Na tukasema c'est le fils. Ni mwana ya Rachel wa Raheli et puis na pia na Jacob. Wa Yakobo. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa na Bwana. Tumona ki marche nyoso. Tuliona utembezi yote. Peto sukaki. Na tukamalizika. Que le véritable Rachel. Ya kwamba Raheli wa kweli. Parce que kwa sababu la Bible nous dit. Biblia inatujulisha. Toute écriture est inspirée. Ya kwamba andiko yote metiwa roho. Utile pour nous enseigner. Ni umuhimu kwa kutufundisha. Dans chaque écriture. Kwa kila sehemu ya andiko. Dans chaque histoire. Kwa kila historia. Il y a un enseignement. Iko funzo. Il y a la prophétie. Iko unabii. Il y a l'exhortation. Iko pia kuchanga il y a des conseils. Na iko pia shauri. Mais le grand problème, lakini tatizo kubwa, c'est avoir seulement le Saint-Esprit kuwa na Roho Mtakatifu qui peut nous inspirer. Ambaye anaweza. Et voilà maintenant. Na ndio sasa. Nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Tuna Roho wa Mungu nasi. Oya presibiso makoki. Na ametupa uwezo. Na kososo lisabiso seti. Wa kutufahamisha ya maandiko. Oh. Kumbe. Bien-aimé. Mpendwa. Des fois Dieu. Wakati mwingine il se manifeste comme une femme. Anajidirisha kama mke. Des fois. Wakati mwingine. Il prend le caractère. Anajidirisha kama d'un animal. Kana kwamba ni mnyama. Babenge lion. Wanamuita pia simba. Est-ce que Dieu est lion? Kwani Mungu ni simba? Hapana. On veut seulement exploiter l'un des caractères. Na kuangalia sehemu ya pendezi moja. Amen. Amina. Ne babengie. Jua anamuita pia kwa semule. Dieu, c'est le lion. Ni pia simba. Pasteur Mokabe. Mchungaji mmoja kazofinga nzambe. Wanatukana Mungu. Babete nzambe azangubu. Wanasema Mungu ni atali ngubu ndenge velongeneza laka. Anaangalia vile anakuwa ule mnyama. Abise passé qui prêche. Akasema yule mchungaji anayehubiri. Mengala yebisie. Akamwambia. Soki ngubu azana Biblia. Akamwambia kama ule mnyama c'est-à-dire ni inamaanisha. Nzambe atie kuna pamba te. Mungu hakumweka bure. Il y a caractère moko. Hakumweka bure. Oyo tokozwa nzambe azosa. Lazima tutapata sehemu ya kiboko pale. Nguvu pesa. Na yule kiboko pia yupo. Job alobe makamla nguvu. Ayubu ananena kuhusu kiboko. Moko la nzambe topambwa. Siku za Bwana tutaongea. Yoko yoka ba pasteur mususu. Utafahamu pasteur. Leye pasteur mususu ateyaki. Pasteur mwingine alihubiri. Te Congolais akomona nzambe te.
mama na ba apôtre na mitume na ba docteur na madaktari na ba évangéliste na wainjilisti na ba président na rais na ba nani na wanani na ba journaliste na wote wa journalist bafingi motei wana wakamtukana yule mhubiri po balingi kozala congolais kwa sababu wamesema mengana yebisiba mais ce pasteur a raison akasema amesema kweli bokonzi na nzambe ufalme wa Mungu moto akokota kuna mtu atakaingia eza mwana na nzambe ni mwana wa Mungu sio kongole yo congolais wewe kikongomani yako mongola congolais wewe soko komi mwana nzambe kuwa mwana wa Mungu okoti na lola unaingia kule ndani soko komi mwana nzambe kama hujakuwa mwana wa Mungu nzambe nzoka hapo za congolais Mungu akukamata tu mambo uko congolais amen amen mais Yesu alobi ete oya koyamba ye Yesu anasema andimeli ye amemkubali epesamile bokonza amepewa uwezo nzambe akoma congolais wa kufanyika mwana wa Mungu hapana mkongole yo pe otombokaki wewe pia ulitomboka tunajua amen amen bien-aimé dans le Seigneur mpendwa katika Bwana qui est Benjamin nani Benjamin ne totali sakete ulionesha c'est le fils de Rachel ni mwana wa Raheli véritable Rachel kumbe Raheli wa kweli c'est Jésus-Christ ni Yesu Kristo c'est-à-dire Dieu inamaanisha Mungu atali abino akatazama akasema bonzambe na ye uungu wake nguya na ye nguvu zake bonene na ye ukuu wake mayele na eleki akili yake imeshinda na eleki yote imepita nyonso na ye yote ya kwake bien-aimé ça n'a pas de limite mpendwa haina mipaka meme kotala na nzambe hata kuangalia ya Mungu nzambe akozala azotala awa Mungu anaweza kuwa hapa naangalia monika nene naomona mama na na nga vile pale mchungaji anaona mama na nga SP vile anaona mama SP mama miso na nzambe soki eza nzambe macho ya Mungu azomona yo anaona macho azomona bato mosusu amona na Amerika amona na Oceanie amona na bakpaodo amona pe banyoka anaona wakono nyoka yote po soki asali ere sababu akifanya kosa asukisaka komona awa malizike kuangalia huyu dege koti makosa mengia shetani anatawala Dieu contrôle chaque créature à créer. Mungu anachunguza kila viumbe alivyoviumba Même ba serpent. hata nyoka Quand Dieu contrôle, wakati Mungu anavyosimamia contrôler pe ba serpent. anasimamia na nyoka Babota kolekate. wasizae zaidi So baboti mingi. wakizaa zaidi Nzambe aboti si ba fourmi rouge. Mungu amezalisha Na fourmi noire. amezalisha Teo bazobi manazei wana. Ba fourmi noire wana. wale wadudu Bakoti koti. wanaingia Babomi ba serpent mosusu. wanaua manyoka wengine Ba crocodile mosusu. wanaua Wani wengine bazalaki sans serpent. wale walikuwa Misato kaka ebiki. watatu ndio wamebaki kutoka kwa Mine ebiki. Esungi. Inasaidia. Po biso batotozala. hivi sisi tusifie kwe amen La manière de Dieu de faire. jinsi ya Mungu ya kutenda Mais c'est grandeur. lakini yale ukubwa Non. hapa Qui peut attendre un big grand? ni nani hata ukisema ukubwa Bonene ya Nzambe eleki maloba yanga monene. kubwa ya Mungu imezidi ukubwa ya maneno ya mchungaji Bien-aimé dans le Seigneur. upendwa ndani ya La Bwana grandeur de Dieu est illimitée. ukubwa wa Mungu haina Ezana kiasi sukate. haiwezi kuelezeka Bolingo kusipopata na ye na yebite. upendo wake adui Mais cette personne lakini watu sasa oyo lole kokiete ambaye mbingu alingi haikutoshi, aya na mokili na ikafanya awe duniani afana na mutu akaa na mtu abikisa mutu aponye mtu po nzela ye atiaki ngo ye moko yango wana ili njia aliyoweka mwenyewe ndio yale pale amisali nzoto amejifanyia mwili ekokana na nayo ili akwe kama ka wewe nzoto nayo kama wewe nde awa nani nalobaki jo hapa mchungaji alisema soki nzambe asalaka erreur Mungu angelikosea aye ate asikuje alata nzoto oyo te asivae me mwili nakotia soki nzambe abi totia maboko topose question akisema Mungu atie me mtoto nakotombola swali. maboko Angeuliza swali nabi nzambe angesema Mungu oza nzambe na suka wewe ni Mungu Suka wa mwisho te. hauna mwisho me osala nzoto lakini ulifanya mwili oyeba caprice yango te haujui mambo ya mwili me tokende na justice na tungeenda naye kwa sheria me lakini ayebaki ete Rigobert alijua Rigobert soki atiki kamwa distance
silence. Akiacha nafasi kidogo, Rigobert kopesa raison. Rigobert atajieleza Osala eloko. kufanya mambo Weba kapisi ya ya moto. kwamba ni wewe ujue hali Yango yake. ya lati nzoto. So akaja kavaa mwili, Ayoki nzala. akasikia njaa. Sana bi nzoto osala kie. Mchungaji akisema Webi mwili kapisa uliofanya mbolembu na ngote. haujui Yepe uchovu. akoloba ete. Yepi atasema Nalata kinzotu. nilivaa mwili, Nalongaki. nilishinda. Amen. Amina. Mwaye koloba ete nzambe a comprendre. Vile atasema Mungu Ako aelewe. comprendre nenga ni kwa alata penzo. Hataelewa kwa sababu yeye vile alivaa mwili. Sika nzambe alongi biso. Sasa Mungu ametuweza pale. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa ndani ya Bwana, Lokola mwasi. kama mke Azui zem. ameshika mimba Ya fils. ya mwa, Parce que toloba qui était celui qui a le fils. kwa sababu tulisema leo Il a la vie. ana uzima. La personne qui avait la vie. Yule ambaye alikuwa na uzima Na mokiliawa. kwa dunia hii C'était seulement ilikuwa tu Jésus-Christ qui avait la vie. Yesu Kristo ambaye alikuwa na uzima. Alors zemi wana. Kwa hivyo yale Boya botango. ya usai Mokilia yamba bomo wana. dunia ipokea yale uzima, Il fallait asibir. lazima yeye Maloba ya nzambe. neno la Mungu, Parce qu'il est venu délivrer sababu alikuja kukomboa le péché adamique. zambi ya Adamu. Ayebisi Eve. Akaambia Hawa, Je combattrai nitaongeza la douleur, la souffrance de ta grossesse. chungu ya kizazi chako, Tu enfanteras avec douleur. tazaa kwa uchungu. Malobayo Neno yale nesakoli na kinabii ezalaki mpe mpo na Yesu. ilikuwa pia juu ya Yesu. Ifale andima konyokwama. Angeitika lazima mateso. Talaki na bino comment Jésus-Christ a souffert. Mchungaji aliangalia na sisi vile Yesu Humilié. aliteseka na kafu Bien-aimé. mpendwa, Humilié. na kaoneshwa kapatishwa haya aibu Créature banjiriye. na wakamtusi Bafingie. kwa matukano. Non. Hapa Un Dieu. yule Mungu, Batu na science baza na raison. wanasiasa watu Ya wa kuboya siasa kontimila Yesu. ya kukataa kumpokea Po Yesu, motu comment un Dieu. kwa sababu kueleza Mungu namna gani Akoma moto babetike gifle. akuwe mtu wa mchape kofi, Lola kopanzana te. dunia mbingu haitasambaratika. Amen. Amina. Yango na lobaki ete le mystère de Dieu. Jo mchungaji alisema fumbo Nzambe ya Mungu. amibombi. Mungu amejificha Akomi un homme normal. kuwa mtu wa kawaida. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana, Quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus, mtu aliamini Yesu il Kristo devient comme Jésus. anakuwa kama Yesu. Un pasteur, un Mchungaji, docteur, mdaktari, un apôtre, mtume, qui que ça soit, wote alio même Nzambe utilisé puissamment. hata Mungu amutumia kiasi, Bimbezo c'est quoi? anaweza kuinulia. Le premier nature Nzambe akopesa ye. Jinsi ya kwanza ambayo Mungu C'est la simplicité, kiurahisi humilité. ni unyenyekevu, Boye bete, ili ujue eza molimo ya Nzambe. ni roho ya Mungu. Amina. Oye eza molimo ya Nzambe te. Hiyo sio roho ya Mungu, C'est l'orgueil. ni kiburi, Parce que kwa sababu c'est Satan qui est père ni d'orgueil. shetani ndio baba ya kiburi na majivuno. Amen. 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 Oh, peuple de Dieu. Amen. Tosukaki jusqu'à oyo Jésus-Christ esilako. Tulimalizika pale kwa kueleza Yesu alikuwa juu ya msalaba. Likona ekulusu. Msalabani, Bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana, Jésus-Christ Yesu Kristo akufi. akafa. Quelle humiliation. Ni kushushwa namna gani? Même sobo Aibu. sura na mutu. Hata kama unainua Obi unaongea na Yesu mtu, azanzambe. unamwambia kwamba Yesu Kristo ni Mungu. Nzambe na akufi. Sasa Mungu wako ndiye amekufa. Eza humiliation te. Kwani yule sio kuchola. sio aibu, hilo ni haya. Bande kuna Nzambe na akufa. Wa ndugu, Mungu akufe ni Mungu yupi? Non, Dieu a fait des choses Mungu ametenda inattendues pour bouleverser le monde. mambo ambazo haziwezekani juu ya kudhibitishia dunia. Oh peuple de Dieu. Hapana, watu wa Mungu. Total kindeye kani Dieu dans sa grandeur, dans sa force, dans sa puissance, Tuliona dans vile sa Mungu sagesse. ndani ya hekima yake, nguvu na uwezo na mamlaka Mais yake, il s'est affaibli. lakini amejitia unyonge. Nzambe
Mungu amilembisi, amejinyongesha, akomi faible. akawa mnyonge. La faiblesse de Dieu, ce n'est pas le péché, Mnyonge wa Mungu sio mais dhambi, c'est son simplicité, lakini ni urahisi wake l'humilité na unyenyekevu et accepter na kuitika kokoma mutu. kufanyika mtu. Dieu est devenu faible. Mungu akafanyika mwenye unyonge. Yesu akufi Yesu akafa dans la chair. ndani ya mwili, Dans la chair, ndani ya mwili il était mort. alikuwa amekufa. Tosuka ki place otolinga ki tobanda Tulishia pale tulitaka tuanzie que il y a des groupes, ya kwamba kuna sehemu watu wawili, basoda kuna wanajeshi bazana question ya nzoto na Yesu te, wao hawajali mambo ya bazana mwili ya Yesu. question ya bilamba, Wao wanaswali maweli bilamba, wao wanahitaji vazi, baba niko betela ngozege wanapigia kura, likamera bango eza bilamba na Yesu. wao mahitaji yao Oh, ni la vazi. Bible dit, Kumbe Biblia inasema les habits mavazi c'est les œuvres de sang, ni kazi tu ya, c'est-à-dire yanamaanisha batu wana bamipesa mikana misala ya Yesu, watu wale walijitoa ce kwa sont kazi des ya Yesu. gens Ni watu oyo balingika ba miracle, ambao wanapenda miujiza, balingi prophecy, wanapenda unabii, balingi vision, wanapenda maono, balingi lipambali, wanapenda baraka, bazi o mapato. seki Yesu azali Kama Yesu atendi sika anyenyekea. miracle ezali Wapale miujiza iko na bidii ya maji, menzotu na Yesu lakini mwili wa Baza Yesu kuna te. haiko kule. gloire à Dieu. Utukufu kwa Bwana. Il y a un disciple Iko mtume moja oyo ayebana kiti ambaye akujulikana, Joseph mwanafunzi moja Yosefu alingaki Yesu alipenda Yesu, me batu meme bayekoli na ye hata mitume wake bakipe ata yango te. hawakujali ule. Ne qualifie pas d'autres personnes hein? Wewe usionyeshe wengine vidole Oh aza ya mopagano kwamba ni mpagano. nenda yebisio Nani amekwambia? mitatola kaka yo moko osuka na yo Wewe jiambie wewe na oyebi te mosusu ndenge azosalela nzambe, ujue mwingine matembezi yake. peut-être ndenge azosalela nzambe, nzambe azo agreye libesu koleka meme yo, Labda matumishi yake na Bwana inazidi ya kwako. yango kolandaka bato babeta te. Kwa hivyo usifuate maneno yale yake. Un disciple que le monde ne connaissait pas, Wanafunzi ambao watu Ni les hawakujua, apôtres. hata mitume aponke wakumwelewa. baza wapi? Mitume wako wapi? Wamekimbia. Il y a une seule personne Kuna mtu mmoja ateleme ayoki soni te yeye akusikia, akepa na Pilato akaenda kwa Pilato abinazana bezo na kitisa nzoto na akasema nahitaji mwili wa Yesu nishushe. bandimelie Wakamwitikia, akitisi nzoto akashusha mwili, aprendre soin na nzoto akatunza mwili, ake kokunda ngo na sipikre ya ye. akaenda zika mwili yake. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, bien que awa tosimi photo sima mwa moke hata kama pale tumeshika lazima tuguze kidogo. dans le Seigneur, Ndani ya Bwana salela nzambe, tumikia Mungu, kosalela nzambe te usitumikie Mungu po tomoni mosusu azosalela kwa nzambe, sababu namuona mwingine akitumikia Mungu. Hapa mosusu po asalela nzambe mwingine ili atumikie ifo Mungu basala lisanga. lazima Non, cet homme yule mtu il n'a compté 1000 personnes hakuwatazama mtu yote. kolinga tosalela nzambe Sipende po kutumikia Mungu mosusu azosala kwa sababu to mwingine mosusu anatumika. azosala te, Kwa sababu mwingine tu n'as pas accompli la hapa- volonté de pale utimizi mapenzi ya Mungu. omoni tomoni ne kane. Unaona, tunaona namna gani? Non, Hapa motu na motu nzambe abengi na lolenge ya ye, kila mmoja kaitwa na Mungu na namna yake, ndenge pe oyebeli bonene na nzambe na vile pia yango unajua kule mosusu Mungu. ayebele pe ndenge wana. Mwingine anamjua tofauti. Solandi moninga na yo Kama ulikuwa mwenzako, akofrene yo yeye atakushika lolingo maisha. nikosalela Ile nzambe ulikuwa unatumikia Mungu mosu problème utapata moyo matatizo. pambama Ili ubarikiwe, opambama te haitawezekana. odime comment? Kwa nini? Parce que chacun motu na motu nzambe atia force na kosalela nzambe na kati na ekeseni. Kwa sababu Mungu ametia nguvu ya kumtumikia tofauti ndani yetu. Amen. Taona azalaki na lingomba na nga kuna Mchungaji alivyokuwa ngambo ya kule lingomba munene kwa sehemu kubwa kule, so na komi na milia basali akifika katikati watumishi
na koti ba prière anaingia maombi na bano lingate basani anza babonde kalukanga nazobondela akuwa anapenda watumishi wengine waombe kama hapana. Force nzambe apesi ngai, nguvu Mungu alimpa, apesi bangoti akuwapa. Amen. Amina. Peso ki biloko ye na vitu zikija ipo toka bango biso banso lazima wagawe yote na sala kate vile mimi huwa nafanya kati na famille ndani ya familia. Sasa tombola kama mtu mwako, Mungu inua mtu mmoja. Amin. Awa nde batu bazola kama bazo bloqué, hapo ndio watu wanajifunga. Soki amoni ete po basalela nzambe il faut d'ensemble. Wakati anaona ilo tujete mwingine asipotenda mimi bazosala wengine tu n'as pas compris, wewe hujapata compris, wewe hujelewa, usosoli nzambe hujelewa. Mungu bien-aimé Joseph, mpendwa Yosefu yemoko yeye mwenyewe akasema pa il faut na longo ya libendo yako na prendre soin nitunze. Basusu basalela kamalamu wengine wanatenda wema na misu na batu kwa macho ya watu. Yesu akufi, Yesu akifa nani akuprendre soin? Nani atatunza? Basusu apo asalela nzambe wengine natumikia Mungu, nzambe asale musala, lazima Mungu amtumikie pia. Ndio monesi frère depuis nzambe asale nga sikawa il faut na sala tumike hapa. Mais Joseph, la personne est morte, mtu amekufa, atako bongo, hata il était fidèle, alikuwa mwaminifu à l'absence de Jésus, kwa hata kwa kifo Yesu azue bembe yakachukua mwili akena lilita na sipikle naye oya timola una mabanga kaenda kwa kaburi yake aliyotenga na proche na yale ambayo na pesa mingi akatia mwili wa Yesu. Premier jour, siku ya kwanza, deuxième jour, siku ya pili, moto sora saleli nzambe mtu akitumikia conviction ni yemoko na yeye mwenyewe na dévouement na pia na kujitoa. Il faut abikela nguya ya nzambe, lazima ishi nguvu za Mungu. Premier jour, siku za kwanza Dieu n'a pas fait. Mungu akutenda. Deuxième jour, siku ya pili, Dieu n'a pas fait. Mungu akutenda. Troisième jour, siku ya tatu, Yesu alobi, Yesu akasema, félicitations. Nzambe apambola yo. Mungu akubariki. Opesa kinga sipikle na yo. Kaburi yako. Natali singu ya seko. Akafufuka. Joseph, natikili kambona yo. C'est-à-dire pas na nzambe. Inamaanisha kwa Mungu. Il est fidèle. Iko mwaminifu. Il est juste. Yuko sawa. De la manière ozo sale la nzambe. Ile unamtumikia Mungu. Nzambe akokanisa kayo. Mungu pia atakukumbuka. Tilelo. Adileo. Tilelo. Adileo. Papa wana sa kufa ça fait 2000 ans. Baba ule alikufa miaka descendance na ye. Kizazi chake. Tilelo. Adileo. Soko kene Israël. Kienda Israeli. Bafuta ka $10. Wanalipa $10, dola 10. $5 ezo kende na kesi ya leta. Dola 5 ya serikali. $5 dola 5 ezo kende inaenda na kesi ya famille descendance ya papa Joseph wana. Familia ya Joseph. Le fait que ozo kende kotala kunda wa. Ile wanaenda kuangalia ile kaburi. Amina. Tu ne sais pas. Wewe ujue. Ce que tu es en train de faire. Yale unatenda. Aujourd'hui. Leo. Okokufa. Utakufa. Unacha wana. Menzambe osalela ye. Il sera toujours vivant. Atakuwa. Na ukaniselo ko yosala. Atakumbuka uliotenda. Amina. Basusu babengami basalela nzambe. Wengine wameitwa. Basusu babengami basalela nzambe te. Wengine wakuitwa ila. Mena so landi moto asalela nzambe te. Sasa ukifuata ukoti na nzela naye. Unaingia kwa mambo yake potofu na wewe tu. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu atubariki. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa ndani ya Bwana. Cet homme. Yule mtu. Soka na memili sekwa. Kumbe amebeba ufufuo. Oh, le corps de Jésus-Christ. Kumbe mwili wa Yesu. C'est dans l'église. Iko ndani ya kanisa. Amen. Amina. Oh, le corps. Na kumbe mwili. Que la parole de Dieu. Neno la Mungu. Dans la parole. Ndani ya neno. Il y a tout. Iko yote. Mais les autres personnes. Wengine wanasema. Basanga nikapona ba prophétie. Ba miracle. Makama parole za kunate. Na mambo yao haiko. D'ailleurs makama parole bapesa 15 minutes. 25 minutes. So ndole ukipita muda imepita. Sote mingi boye moto akoyoka te. Kienda mingi atatakusikia. Umuulize. Moto azolo baboye. Mtu anasema hivi. Akende na class. Alienda kwa masomo. Akende de 7h30. Alienda kuanzia saa 1. Oya geographie aye. Oya geographie. Oya histoire aye. Historia anakuja. Oya anatomie aye. Anatomia anakuja. Oya soki ya science aye. Ya mathématique aye. Wote anakuja. Akimile mateya. Yote anaingiza. Kobanda tongo.
kuanzia dit asubuhi 12 heures, hadi saa la sita. personne ne refuse pas. Anayute mtu Mais akatai. concernant parole, Lakini neno la ya Mungu moke. kidogo Les à côté ya mingi. haiko kuhubiri sana. Ça c'est le diable. Njoo ile pale shetani. Amen. Amen. Awa toni kalobete. Tunataka sema Ici, hapa c'est la faiblesse de Dieu. ni unyonge wa Mungu. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, Wakorintho wa kwanza sura 1 verset 25. sura 2 22. Corinthiens chapitre 13, Wakorintho wa pili verset 13 4. sura Na 4. pesi bino pobo komambala moko tolimbola. Na wapatia ili musome C'est-à-dire, mwandike. Le Yamaanisha fait que Dieu jinsi ambayo azomema nzoto Mungu anabeba mwili automatiquement, mara hapo hapo Dieu s'affaiblit. Mungu anajifanya Il mnyonge, devient faible anajinyenyekeza comme un homme normal. kama mtu kawaida. Oh, Kumbe c'était la folie. ilikuwa ni uwazimu, C'était la folie. ilikuwa ni wazimu. Dieu Mungu a commis motu. amefanyika Ça c'est la mtu, folie. ni wazimu. Cette folie de Dieu, Ile wazimu wa Mungu c'est la sagesse. so hekima wa Mungu. Poso solango. Ili uelewe, Obele nzambe alingayo. mwambie Mungu akweli. Mwalimu na nzambe ya pesa. Lazima upendo wa Mungu yakamuliki. La Bible dit, Biblia inasema Dieu, Mungu sa faiblesse est plus que l'homme. unyonge wake ni Quelle zaidi ya puissance! nguvu, zaidi ya uweza. Kolemba na nzambe. Unyonge Faiblesse wa na Mungu, nzambe. unyonge wa Mungu, Yango nde nguya na biso. yale njo nguvu Poso yetu. kala takanzoto Kwa te. sababu kama Sandi makufa na ikulusu te. kama angeitika Mais kifo tozwa msalaba, autorité pouvoir. kama sisi Poso tozana yango. hatungepata uwezo na madaraka ambayo tuko nayo. Na 2 Corinthiens 14, Wakorintho wa pili 14 balobi nini? wanasema nini? Balobi ete Jésus Christ Wanasema Yesu s'est Kristo crucifié alitoa kwa à msalaba cause de sa kwa faiblesse. sababu ya unyonge Po wake, basimba ye babeta ye. ili waushika wampige. Ye moko amilembisi. Yeye mwenyewe Cette alijichosha. faiblesse là, Na juu ya nini? c'est le salut pour nous. Ni usalama Cette na faiblesse wokovu de wetu. Dieu, Yale c'est unyonge la wa Mungu guérison. ni Cette uponyaji. faiblesse, Yale c'est la kunyenyekea délivrance. ni Cette ukombozi. faiblesse de Dieu, Ile kunyenyekea wa c'est Mungu toutes sortes de ni bénédictions. baraka zote. Amen. Amina. Bosimbi ngai, Unashika mchungaji, on parle de quoi? tunaongea nini? De la faiblesse de Dieu. Unyonge wa Mungu. Dieu est faible. Unyonge wa Il Mungu. devient faible. Amejifanya mnyonge Où? Kwa Dans le monde. ndani ya dunia Pour sauver l'humanité. juu ya kuokoa ulimwengu. Mais, Lakini likambo moko ya kokamwa. neno moja ya kushangaa, Jacob, Yakobo basi ne bazobota. wake zake wanazaa, Yalobaka te, yeye asemi, basi ne bapesa kombo. wake ndio wanaleta jina. Nani? Juda. Nani? Juda. Nani? Reuben. Rebeka. Mbasi Ruben. tiko koma na nani? Hadi Na Rachel. kwa Raheli. Habeta bwe. Uzai. Mwana kombo nani? Toto nani? Benoni. Benoni. Yango tosolo kilobe. Tuliongea jana. Ye Jacob mwaya fungula monoko. Yakobo kufungua kinywa haiko. Ezali te. Haiko. Afandi. Anakaa Akangi monoko. afunga kinywa. Amina. Jacob refuse de parler. Yakobo akafunga kinywa Jusqu'à ce que hadi ya kwamba Rachel est morte. Raheli akafa. Azira bakunda ye. Anachunga muziki. Ndafungula monoko apesa kombo. Njoo afungue kinywa atoe jina. Est-ce que vous allez ndanga? Unafuata hiyo. Bola ndanga avec beaucoup d'attention. Ufuata mchungaji naangalisha. Jacob Yakobo n'a pas voulu akupenda donner le nom peana jina quand sa femme était vivante. wakati mke wake aliishi. C'est la femme. Ni mke Il avait 7 enfants. njo alizaa C'est la femme mtoto. de ma douleur. Njo mtoto wa uchungu Comme wake. on est Benoni. Jina lake Benoni. Asunole. Akamwacha Ndi asaboni akufi. akafa, Akundi. wakamzika. Ndi Jacob azola mukasima. Njo Yakobo na Kwa mke kupesa kombo beja. kumpatia jina Benjamini. Ce phénomène ici. Yale mambo yale. Ah! Amina. Qui est Jacob? Yakobo ni nani? Joseph nous a dit quelque part. Yosefu anatuambia mahali fulani. Jacob azanani? Yakobo ni nani? Joseph alobisi papa naye. Yosefu anamwambia Nalalaki.
nililala, naloti, nikaota, namoni moi, nikaona namoni jua, sanza, nikaona mwezi, namoni minzoto, nikaona nyota, ezofuka merga. inaninamia. Tatane Jacob, Baba yake Yakobo akasema, Mwana, wewe mtoto uzoloba nini? unasema nini? ngai tatano moi. Mimi baba C'est yako le père qui jua. interprète. Ni baba ndio Oh, anastafsiri. ici, Kumbe pale Jacob refuse. Yakobo anakataa Elika koloba ete, ya kusema ya c'est kwamba le soleil qui refuse. ni jua ndio. C'est pourquoi, Ni ya kwamba ce jour-là, siku ile quand la véritable Rachel, wakati Israeli wa Jésus kweli Christ, Yesu Kristo s'il la croit, juu ya msalaba, s'il la croit, juu ya msalaba, Yesu amatina croix, Yesu amepanda msalaba na 12 heures, Saa pardon, sita. na 9 heures, na saa tatu kokoma 12 heures, fika saa sita moye lobi, jua ikasema kosolola te, sitaongea, ifuna kanga monoko, yafaa nifunge kinywa. moye boy Jua kobimisa lumière, ikanyamaza kutaka Molilie koti. tukisha le kengi. soleil a refusé, Jua ikakataa, le soleil a refusé jua ikakataa de parler, kuongea, parler ya soleil, kuongea c'est la jua lumière. ni nuru. Quand le soleil refuse, Jua ikakataa, le ténèbre continue à 12 heures. kisha ikaingia kwa kazi Pour accomplir cette prophétie, juu ya kutimiza yale unabii. pour Rachel azo coucher, Raheli anazaa, akushima, anazaa mwana azobima. mtoto natoka. Amen. Hein? Amina. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa ndani ya Moye Bwana. kangi efani kimia. Jua ikakimia. Moye bimakasi na obima Jua wapi. toka, sitatoka, ndatoka wapi? Il faut bakunda basala makambo yose Lazima bakunda. wamalize mambo ya Bakunda kuzaa, Rachel. wamalize kuhusika. Ndafu. Ndio nitatoka. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Le soleil a refusé Jua kakataa. et il y a les ténèbres. Hakuna giza. Ténèbres koti mokili Giza mobima. imeingia dunia yote. Ezaka Israël était tiao. Israeli hadi hapa. Onda tche mobima. Hata maji giza. Kobanda 12 heures, Kuanzia saa 6 ti 15 heures. hadi saa 9. Moye boy kosolola. Jua ikakataa kuongea. Molilie koti. Giza imezidi Pona mosala na. kwa sababu ya kazi yale. Amen. Amina. Pona kokokisa likambo. Juu ya kutimiza mambo yale. Cette soleil n'est pas parler. Yule jua hakupenda ongea. Parce que la Bible dit dans Psaume Kwa sababu Biblia inasema katika Zaburi 84, 84 verset 12, mstari 12 que Dieu, il est le soleil. ya kwamba Mungu ni jua. Oh Dieu, Kumbe Mungu quand il a créé les cieux wakati ameumba et mbingu, la terre, ameumba ardhi, il a fani ka pamba boy. akatuburi, Samba be ona boy kosolo. akasema nimekataa Akangi kuongea, monoko. akafunga Et kinywa. la Bible nous dit, Biblia la inasema Genèse 1, kwa Mwanzo et en moja sec, mstari wa saa habite akasema au commencement, Mwanzo, Dieu créa le ciel et la terre. aliumba mbingu na Et nchi, la terre na ardhi était informe ilikuwa bila et nchi vide. na ilikuwa Les bure, ténèbres, na la giza surface ya mine. ilijaa juu ya ardhi. Sokoke, Kama unaenda okokuta, utakuta mabele te, hakuna ardhi, okuta mai, utakuta maji efandeli mabele, imeketi juu ya ardhi, molili tu, giza kobana na imejaa kati na mai, kuanzia ndani ya maji, efandeli mabele. imeketia maji. Pona nini? Kwa nini? Po nzambe akangi mo. Kwa sababu Mungu amenyamaza. Dieu ne parle pas. Mungu aongei. Dieu a refusé de parler. Mungu amekataa kusema. Qui souffre? Nani anateseka? C'est la terre. Ni ardhi. Ememi mabele mai efandeli yangu, Maji imeiketia molili efandeli yangu. dunia na giza Yoloba. imeketia. Na Nani akokangula mabele? nani atafungua ardhi? Qui délivrera la terre? Nani atakomboa dunia? Mai efanda mokili mobima. Maji imeketia Molili kobana na kati na mai. giza kuanzia ndani ya maji. Eza abîme. Ni ile pale, ni kuzimu. C'est la terre qui souffre. Ni kuzimu, ni dunia inateseka. Personne n'a un espoir. Hakuna mtu aliyekuwa Na kukangula mabele. hakuna matumaini. Nani? 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 Bolo benga marabu moko Na hata akokoya. marabu moja kuja pime. Abimisa mabele. Toe ardhi Sike efandaki. palilika. Oh, Kumbe Adam Adamu babimise wapi? walimtoa wapi? Na mabele. Kwa udongo. Yango nzambe alobi ete Na Mungu anasema, tu es la poussière, na wewe ni vumbi kozonga pu, na utarudi mavumbini. c'est-à-dire Yamaanisha il y a une force iko nguvu oyo efandeli mai ambayo imeketia maji, ekonzi yango imetawala maji molili tu na giza imezidi. po ete Kwa nzambe azosolola te Mungu aongei. po akangolama ifo nzambe asolola Lazima Mungu aongee. esengo na yo Na furaha yako, esengo na yo furaha
yako, eloko na vie na yo, mambo kwa maisha yako, olinga tosala erreur, usipende ufanye kosa, oboya koyoka liloba na Nzambe, kosa kusikia neno la Mungu. tu ne sais pas, Wewe ujui eloko ezokonza likolo na yo, yule inatawala juu oyebi yako, yango te. haujui. Kise Nani oya anajua? koyoka liloba na Nzambe Kuja kusikia neno la eza Mungu ngolu, ni neema. po Nzambe azofungula monoko Mungu anafungua a kinywa travers basali na kupitia ye, watumishi wake, parole ebimi na maneno natoka ekongengisa yo, inakumulikia po mabele ekangolama, ili udongo ifunguliwe. il faut Yafaa Nzambe asolola, Mungu aongee. Amen. c'est lui le soleil. Yeye jojua. Soki asololi te, Maongei, qui viendra? nani atakuja? Ah, naloba langage mususu, Mchungaji aseme kwa lugha mwingine, po c'est les mêmes situations. kwa sababu ni hali moja. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, après interprétation à Daniel kufuatana na tafsiri et pendant ya le roi Danieli, Nebuchadnezzar, pale kwa mfalme Nebukadnezar, Nzambe ayebisi Nebuchadnezzar, Mungu anamwambia Nebukadnezar, Nzambe apesi yo mokili Mungu mobimba amekupa dunia yote, domine likolo yango. wewe utawale. C'est Nebuchadnezzar, Yule Nebukadnezar, il a l'esprit démoniaque, yeye ni roho satanique, ya uchawi, bien-aimé ya bondoki, yeye ni wa mais ulozi, c'est le Dieu maintenant lakini ni Mungu qui sasa ordonne tout. ambaye Likolo ya Satan, juu ya shetani, c'est notre anamrisha. Seigneur. Ni Mungu wetu, Bien-aimé, pour Satan à ça là, ili shetani il faut que atende. Dieu permette. Ni Mungu anaruhusu. Ce qui a permis que te, Kama jamruhusu ndoki akosimba yo. atakugusa pia Ce wewe, qui a simbi yo, akikugusa luka problème ya ndoki te, usitafute luka maneno, problème na Nzambe. tafuta matatizo na Loba Nzambe, sema Mungu, pourquoi tu as permis kwa nini umeruhusu? Nebuchadnezzar saliboni Nebukadnezar asali ekeko akafanya sanamu, ya 60 coudes, sanamu ya c'est-à-dire 30 mètres de longueur, ya mpana 3 ya urefu. bien-aimé dans les 6 mètres ya largeur. Mpendwa, sikiza yule Asali mpana wa ekeko. mita 6, Akeko kokisana dura, akafanya sanamu, ekeko efandi wapi? sanamu ikafanya nini? Likolo na mabele. Juu ya ardhi. Bolanda ngai, Fuata mchungaji. ekeko ya Nebuchadnezzar, Sanamu ya l'homme Nebukadnezar, que Dieu lui a donné yule ambaye le Mungu amempa pouvoir, uwezo, Mungu amempa l'autorité, nguvu, Mungu amempa si mamlaka monde entier na mobimba utawala juu ya dunia yote. amisali ekeko Yeye na ye amejifanya yeye mpona sanamu koyebisa juu ya ete kusema ya kwamba yende yeye atelemi likolo na mabele, amesimamia il ardhi. domine la Yeye terre. ndio anatawala Qui dunia. est la terre? Nani dunia? C'est toi et moi. Wewe na mimi. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 5 Ndio sababu Yohana wa kwanza verset 19 mstari wa ezoloba 19 ete inasema le kwamba monde entier dunia yote eza se mzima na nguya iko chini ya ya uwezo malin. wa yule muovu. C'est le malin qui Yule gouverne. muovu ndio anatawala. Qui peut Nani anaweza te délivrer? kukukomboa Se na nguya kutoka chini ya mamlaka? eza na basusu Na awa wengine wapo hapa, okomona azolangwa, utaona na leo ozomona asala kindumba, Utaona anafanya kimala. ozomona aza kandakanda, Unaona usirasira. ozomona aza boyeboye, Unaona hivyo hivyo. omona bamaladi moko mosusu Unaona ebini oyo ugonjwa mwingine, bazopere. mwingine na mwingine. Neti une fille qui était venue me voir, Dada moja alikuja na nayebi te mchungaji. so azalia Mchungaji adui kama yupo hapa. Laila, soki Laila ozalia, Laila yupo hapa. elle est là. Laila Yeah, baopere ye 3 fois, une yeye jeune fille. amepasua mara 3 msika angali kijana. Avant qu'il y ait une opération, Kabla kwenda kwa pasuaji l'hôpital ya police, kwa hospitali ya aye polisi papa nsama akaja 3 fois. mara 3. Nabi non. Akasema pana, Quel âge? 20 ans. Non. miaka ngapi? 20 tu. 3 fois opération, 4e fois. 3 pasuaji. Tosambe. Tukaomba Kokende na hôpital, kwenda kwa hospitali ba médecin ba pakoli ba mafuta na bango wana. wa mganga Batala bo avant opération, kuangalia kabla ya kupasua, bakiti ba moni kyste verte wakaona kuna kisti et disparaître. imepotea, Ndabimi njo akatoka aye ko témoin. akakuja shuhudia. Pona koloba eti Sema nini? l'homme qui peut libérer, Mtu ambaye anaweza fungua ce n'est que Dieu. ni Mungu wetu. Amen. Hein? Amina, amen. Mais pour Nzambe akangola, Ili Mungu il afungue, faut que Dieu parle. lazima Mungu aongee. Maintenant la terre souffre. Sasa dunia inateseka, Efandeli mai efandeli yango. maji imeketi ardhi, Nayebi te mai sijui maji na molili. na giza. Ekozala problème na yo. Inaweza kuwa matatizo yako, Ekozala maladie na inaweza yo. kuwa ugonjwa wako, Ekozala chômage na yo. inaweza kuwa kukosa kazi, Ekozala kanda na inaweza yo. kuwa hasira yako, N'importe quel problème tu peux inaweza avoir. kuwa mambo yote ambayo unayo. Et ensuite la Bible nous Na ajoute baadaye Biblia inatuongezea alobi ete molili ikasema giza etondaki na ilijaa surface ya abîme. juu ya ardhi. Amen.
Zokande. Kumbe Biso tozali portion ya mabele ndenge psomo yebi. sisi ni sehemu ya udongo vile Zaburi inatuambia. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa ndani ya Bwana. Nazomona ete. Naona eti. Le cœur. Roho. Le cœur d'un homme. Roho ya mtu. Oya yoki mongongo te. Amage sikia Oya sauti. yoki parole na Nzambe te. Yule asikia neno la Mungu. Oya yoka aliloba na Nzambe Yule te. asiki neno la Mungu. Azaka kimya kimya. Anakuwa ana ukimya. Azaka malamu papa malamu. Anakuwa vyema baba mzuri. Akoza la malamu na moi. Anaweza kuwa mzuri usiku. Eske na butu pia azaka malamu. Lakini usiku pia iko sawa. Ama sio mnyama. Bien-aimé. Mpendwa. Quand quelqu'un n'écoute pas la parole. Kama mtu asikize neno. Motema naye. Roho yake. Etondi ba makambo. Imejawa maneno amen. Ce n'est pas moi qui dis. Haiko mchungaji amesema. Ce que tu psaume Tukashika 44 Zaburi 14 verset 4. Mstari wa 4. Moto wana tikalika ku méditer, Mtu yule ko raisonner, kufikiria ba crime na kati na ye, makanisi mabe na kati na ye. Yango Yesu alobaki. Jo Yesu anasema. Abiete. Akasema kwa. Eloko ekotaka na monoko. Mambo ambayo unaingia kwa. Eyesaka mutu mbino te. Haifanyi mtu. Me oye bimaka. Yale inatoka. Oye bimaka na motema. Yale inatoka kwa moyo. C'est l'absomme nous dit. Pale Zaburi inatuambia. Roho mwanadamu. C'est tout un abîme. Ni muovu. Na ukelaka bandeko basi mibali mawa. Nasikilia mandugu na madada uru. Oba bengi bango ba conservateur. Wale wanaoita ma conservateur. Babosa na ka souvenir te. Wawa wasau maneno. Kumbukumbu zinaandikwa. Motema na roho yao ni ile pale inashika kumbukumbu. Otali boye. Unaangalia hiyo. Oya afinga kinga mafi na mama. Ule alitukana mama yangu. Oh kuna. Yule kule. Mutu na ngamu nene. Kichwa yangu iko kama aje. Oh kuna. Ule kule. Na ne kuna. Miaka iliyopita. Agokola kinga. Yale ni tonga. Oh kuna. Yule kule. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa nani ya Bwana. Ozela batatu, ozela baliste na bawaka. Wewe una mabisi. Ezala ba papa mosusu, ezala ba mama mosusu. Na wazazi wengine na mama wengine. Aswani na mwasi na ye. Amefanya mtu. Azana agenda na ye. Ana agenda yake. Na date d'ici. Siku ya leo. Lundi à 12h na saa 6 mwasi na ngai mke wangu alobaki mafi tala mutu na alitukana kichwa yangu nimeandika mwama kama mosusu maneno mengine motu wana yule mtu bien-aimé akomona kaloboko ya Nzambe te ataona mkono wa Mungu yule mtu nini kwa nini motema roho yake bloqué ile uovu imemusifunika. Oh bandoki ba famille ba loka walozi wa familia mloga pa. Ce n'est pas problème ya famille. Sio walozi. C'est problème ya motema. Iro. Mobali ya malamu. Bwana mzuri. Soki aye. Wakati amefika. Akolinga yo. Melokola motema. Vile roho. Eza malamu te. Iko uovu. Ebomi makamu. Imeficha mambo. Bwana amepiga kupindua. Hapana. Bandoki ya famille. Ule ni walozi wa familia. Osobenga na bandoki ya famille basamuna pasi. Umemaliza familia yote ni walozi. Kende. Kwenda mapema. Oshanja kate. Ubadiliki. Eza question. Iko mambo. Ya bondoki te. Haiko ulozi. Somme Salomo alobiboy. Salomo anasema. Na proverbe. Katika chapitre 4. Methali 4. Verset 23. Mstari 23. Abi garde ton cœur. Anasema chunga moyo wako. De plus que toute autre chose. Iko vitu vingine. Batela motema na yo. Chunga moyo wako. Ma soeur, mon frère. Na ndugu dada. Batela motema na yo. Linda moyo wako. Kolekelo konyoso lingaka. Kuliko kitu nyingine yote unapenda. Kwa sababu gani? Pokuna nde. Sababu kule njoo. Bomo tima ya bomo. Na ospirie. Chem cha uzima. Les sources de vie. Kule njoo chemi cha uzima. Via prospérité. Za mafanikio. Via libala. Za unyumba. Via musala. Ya kazi. Via santé. Ya afya. Via neme. Wapi? Ndani ya moyo. Eloko kobatila ngumotema. Yale utunze ni moyo. Yangona lobaki lobi. Ndio mchungaji alituambia. Baninga na yo. Wenzako. Bazotia mbongo na bango na banki. Wanatia pesa yao kwa banki. Yo tia kambongo na banki te. Wewe uti pesa kwa banki. Ukomi kotia nde ba problème na motema banki nde yo. Wewe banki ni roho yako unatia matatizo.
moto nyonso abombaka makambo na motema, mtu yote anayeficha mambo kwa roho prosperaka te, huwa afanyikiwi. atoteki eloko ya kitoko. Hata umeuzisha vitu vizuri, monia moninga eza malamu te, me ayo elekia moninga moto akoma nina eza kitoko kitu hii ni zuri, omoni akitisi anashukisha, asombi anaenda kwa mwingine. Bande kunanga oya ndeko ya eza mabe, me oya nga atika we ya kwangu eza problème ya kisi te, iko dawa. c'est le problème de ton cœur, roho yako muovu, le cœur roho pokere kangolama, ili roho ifunguliwe, parce que molili sababu giza ce sont des problèmes, ni matatizo, ce sont des dossiers, ni madossier, ce sont des mauvais souvenirs, oyo kuni yango motema komi abime, imekuwa ni uovu. Ni ndio sababu l'avantage d'écouter la voix de Dieu, wema wa kusikia neno la Mungu. quand la terre Wakati ardhi zalaki na sena mai ilikuwa chini ya molili giza, molili ebima, ili giza ifo liondoke, Nzambe afungula moloko yalifaa Mungu alobe ongee, ebima neno litoke, engenga nuru molili iwe, ekinde. na vile giza yende. Moto ayokaka parole te, Mtu ambaye sikii neno, so olali na ekebaka ukilala naye fanya angalisho, po akofanda boye afungoli miso, anaweza fungua macho tali miso boye anakuangalia. nakenda olokota mwa so ndenge kani Niliokota huo mke kwa nini? mobali nakenda olokote nini? Niliokota hiki tu wapi? Esali mokolo moko na kei na Ariwara, Imefanya siku moja Ariwara, il y a un frère ndugu moja azui privilège ya kotémoigner, j'ai pardonné mon épouse, amekuja kushuhudia, ake kotelema na église, akaenda simama kanisani, alobi papa batu babeti maboko papa papa aza malamu alimbisi mwasina, na amesamea mke wake. alors après un mois ngana kome, Kisha mwezi moja mchungaji bazolala boye papa mokolango pongezi mobali te, siku moja haikushika, bazolala bonde sika mobali azutala miso, wanato bwana anaangalia mke wake, mwasi azonguluma mke anangoro kama tamu onde mobali abane beze yango hii tunjo machafu ambao muone kwa na busu azana ko pesa petit langue te, anaanza pia ku alors mayelezo akili inaanza kwa baba, tukakambala mke akisikia ngumi imeshuka nini, alapo makopi kama anaota box imeanza, mwasi azoganga bayeko bukanu nini na tongo babenginga naota anapigwa asubuhi, nini wanaita mchungaji, papa na biso muluba nakomi nabi pasteur asubuhi papa nini kuna nini papa pasteur on était bien le soir, tulikuwa il vizuri, n'y avait rien, hakuna mais m'est arrivé seulement le sommeil, ikafika tu wakati usiku wa usingizi, j'ai commencé à regarder la figure de ma femme, alors nikaanza angalia uso wa mke wangu. Sasa akili mbaya ikaanza kuja. Amen. Amina. Bien-aimé, mpendwa, motema ya ba problème, roho ya matatizo, motema bombaka makambo, roho ambayo inaficha maneno yango moko ekoma ndoki, yale mwenyewe imekuwa ulozi wako. wana uko prosper jamais, Ule mtu uko senga motu mbongo, unaweza omba mtu azana pesa, bonne volonté ya kopesa mbongo, ana roho nzuri azana una poche, na pia na kwa mfuko, okomi epa na ye unafika kwake kato ya pesi na wakati ero ya pesi, wakati amekupa atali kaka yo kuangalia tu motema roho ebisete inamwambia motema eza propre, hapa roho hii sio safi. monika frère bano Anaona tu moto wana bandeko kaniseta upesa mbongo na ngai, mtu ambaye alikuwa anafikiria hata toka ne mbongo ezali kumbe pesa iko nini le cœur. roho. Amen. C'est là l'homme de Dieu nous a exalté, Mtu wa Mungu ametuchanga moto, le Saint-Esprit nous a exalté. Garde ton cœur, chunga moyo wako, garde ton cœur, chunga moyo wako, nini ezana kati nini iko ndani. basusu basolaka na baleki na bangote, Wengine waongea na bayana na bangote, na wakubwa zao, na mama na bangote, na mama zao, na papa na bangote, na baba zao, na nini Kwa nini? Satan aza mabe, Shetani mwovu, moto soki akangene kanda mtu akisirika anakuwa namna hiyo. yope Wewe kozali ignorant sababu hauelewi. talaki ngana miso mabe yokelema wa wewe muone huruma, azo souffrir, anateseka yule. so zimo tulokola ngai, Ukipata mtu saa mchungaji okolemba wewe utachoka. so na yebe to kangeni ngakanda Kijua wewe mkasirikia, yo meme ka okangena ngakanda bana koya na mchungaji atakuja njoo kwako mara 10. tena nazo ya bomano vima, Wakati anakuja unafura
bonjour bonjour nakofanda na yo ataka ponyoko na yo uteseke vyema. boni sango ya nini wana Habari ya nini ile? bon naebi makambo le Sijui maneno ile kule. tiante de souffrir Wewe njoo unateseka. tema Roho kende liboso te ya itaenda mbele. bino pe bamibali mosu bazala kwa basi Nyinyi pia mabwana mwasi akangele okanda yo pe ozogonfle bibi amekufuria, wewe pia umevimba. tango nakabala mwasi na ngai Sasa wakati mchungaji anaoa natuni bamotuna historia anauliza oyo abombaka makambo motema anaficha maneno kwa roho. ngai bibokomona Akasema sawa, tatambua yake. tango salibwa ayafano Wakati amefunga nabendi kama matoi mchungaji anakuoka pua. tobani masolo Maneno inaanza. si lelo tokoma lokola batente Hadi leo ni kama matente. bato nyonso bafanda na biso Watu wote wamekaa na wachungaji. babombela yo te Hawafichi. tokopanzanaka quelques Wanaweza secondes sambazana saa hii. quelques secondes tobani oso okomeme eza bantire abatire te Hawa ni wakina Dora. ozotomba okangaka nini Wewe unakasirikia nini? nakoswana Na kugombana. verite ekotaka Na ukweli ni ngi. oya yokuta mpe ezalaka Ule wa uongo pia iko ndio. yo moko okolobeto oyo mwasi abwakeli ngai Wewe utasema yule mke amenitupia. Za verite. Ni kweli. oyo tipe ayebisaki Ile ngai ameniambia imeingia. ozomeli yango mena bokangikanda nini Na wewe umekasirika. babanda kosolola Safari iendelee. bien-aimé opima na makambo na motema Unavimba na mambo kwa roho. okende na biro Unaenda kwa biro. okozonga na esheke Utarudia na kushindwa. yo moko mibomi Wewe mwenyewe umejiua. eloko bongo batelango Yale ambayo eza motema ni roho. na motema Roho. yo moko Wewe mwenyewe okolonga te kobatela hautaweza kutunza. personne meme Hakuna ngai hata mchungaji nalonga kobatela hawezi weza kutunza, parce que moto aza na kwa faiblesse sababu mtu ana unyonge, il doit toujours se souvenir lazima atakumbuka. mais kobatela yango tobatela yango ndenge nini Tunaitunza. garder cœur Tunachunga roho venir auprès de Dieu na kuja karibu. Seigneur Bwana parle-moi niongeleshe. quand tu parles Wakati unaongea les mauvaises idées mawazo mabaya inakwenda, maloba ya nzambe neno la Mungu sokoya inafika nafasi so yokanisa boye ile unataka fikiria maovu, yomongo kati na yo wewe mwenye ndani yako satana alingi akosa ngai Shetani anataka kudanganya. Unataka kudanganya, hapana, hutaniweza. amen Amina. c'est là où Dieu So pale Mungu ntango afandi wakati amekaa ayoki mawa anaona huruma na mabele na ardhi, alobi no ifo nasolola akasema lazima niombe. premier parole na Neno la kwanza la Mungu il dit quoi akasema nini? la lumière Nuru soit iwe. il a appelé qui Akaita nani? le premier nom Dieu avait refusé Mungu alikataa. comme il est soleil Vile alikuwa jua, il accepte de kusolola ameitika kuongea maintenant pour solola ili aongee. il faut nini Yafa nini? pole Nuru qui est la lumière ambao ni la lumière a été faite mwangaza, ikafanyika, wow ikawaka tina sena mai hadi chini ya maji, hadi giza ikasema pa. moni pole Nimeona omoni nuru. moto so abandi koyoka liloba na Unajua nzambe mtu akianza sikia dans neno la un Mungu, premier temps muda wa moto kwanza abandi komona mtu anaanza ona pa moyibi eza mabe kuiba ni mbaya, lokute eza mabe uongo huo, kofinga eza mabe matusi mbaya, bien aimé dans le Seigneur kupendwa ndani ya Bwana. soki mwasi Kama mke soki Kama afandi amekaa asengaka bolimbisi te aombi msamaha, yeba ete jua ya kwamba pole kiteli na lwetu nuru soki haijamfikia, ekiti ikamshukia, afandaka boye kaa hivi, okomona kaka utaona papa ozongi Papa umerudi. nalambelaki yo nini boye nilikupikia hii hapa, peut-être azangi makasi na koloba olimbisa ngai labda nikosa nguvu ya obandeka kwenda komona kusema. abongisi mbeto papa kolia nini Utakula nini? sengaka abolimbisi Sema tu pardon, sema msamaha. asa sosoli Ameshaelewa bomoi na ye uzima yake, mabe moko esalema ubaya mmoja umefanyika, omona mabe lakini mabe mtu aone ubaya ivo ubaya, limiere ezala yafaa nuru Oh, la iwe. lumière Kumbe nuru n'est que la parole so ile ni neno la Mungu. Ukasoma Jacob Yakobo azofungula monoko anafungua kinywa po abenga nani ili aite nani? apesa kombo nani Apesi alete jina, Benjamin. alete jina la Benyamini. amen hein? Amen. après la mort de qui Kisha De sa femme. ya mkewe 44 4
14 mstari wa 4. Jacob, il va ouvrir le nom. Yakobo atafungua. Quel nom? Atasema jina gani? Psaume 44 verset 4. Zaburi 44 mstari wa 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Car ce n'est point par leur épée. Non. 44, 4. Santé. 44 seulement. Verset 4. Oui. Ou bien tu nous lis 5, peut-être dans ta version. Ici chez moi c'est Psaume 44 verset 4. Dans Louis II. Car ce n'est point par leur épée qui se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Amen. Interprétez, papa. C'est ça. Continue. Oui. Zongila. 44 4. Car ce n'est point par leur épée Kwa sababu sio kwa panga yao qui se sont emparés du pays. ambao walishika nchi. Ce n'est point leur bras Sio kwa mkono wao qui les a sauvés. ambao waliokoa. Mais c'est ta droite. Mkono wako wa kuume. C'est ta droite. Amen. C'est ton bras. Ni mkono wako. C'est la lumière de ta foi. Ni nuru wako. Il appelle Ni la makale main upa. droite. Ni mkono wa C'est kuume. la lumière Nuru qui sauve, ambayo qui inaokoa, délivre. ambayo inakomboa. C'est-à-dire la main droite. Inamaanisha mkono wa kuume C'est ça la lumière. sio nuru. Papa, Fanda. Baba. C'est pourquoi Yamaanisha Jacob, Yakobo étant soleil, akiwa juu il appelle maintenant anaita sasa le nom jina de Benoni, la Benoni qui est bien-aimé de l'Éternel. ambayo ni kipenzi Il cha ne veut Bwana, pas que ce nom continue, akijua kwamba jina mais linaendelea, il prend ce nom, anachukua yale jina. son enfant, Yule cet mtoto enfant il dit, yule mtoto anasema, toi mon enfant, wewe mwanangu, ton nom aujourd'hui, jina lako leo c'est Benjamin. ni Benjamini. Benjamin veut dire Benjamini le inamaanisha fils mtoto de ma droite. wa kuume Oh, wangu. les droites, Kumbe kuume bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana c'est un bras ni mkono qui est la lumière. ambaye ni Quand nuru. Dieu disait Wakati que la nasema lumière soit, nuru liwe, Dieu voulait seulement dire Mungu alitaka sema que sa main droite ya kwamba mkono wake wa kuume manifeste pour ijidhihirishe libérer la terre. ili ifufue ardhi. Oh, la main droite, Kumbe mkono wa c'est la kuume lumière qui a été faite. nuru ambayo uliumba. Oh, Benjamin, Benjamina il est la lumière, ni nuru qui est le fils de ma droite. ambaye ni mkono mwana wa kuume. Amen. Simbanga, Shika vizuri mchungaji. tonyeto ya nalipambolino. Tunataka fika kwa baraka yako. Loboko ya mobali. Mkono wa kuume De kombo nani? ndio jina nani? Benjamin. Benjamin. Benjamin veut dire Benjamin la yamaanisha main droite. mkono wa kuume. La main droite, c'est quoi? Mkono wa kuume ni C'est nini? ça la lumière. Sio nuru. Amen. Amin. C'est-à-dire, Inamaanisha Dieu, Mungu il a main droite ana mkono wa kuume et la main na mkono gauche. wa kulia. gauche ndio nini? Njo nini? C'est la faiblesse. Njo unyonge. Quand Dieu est venu sur la terre, Wakati Mungu alikuja duniani ayaki na faiblesse. alikuja kwa unyonge, C'était la main gauche. ilikuwa ni mkono wa kulia. Yango tokotanga Njo tutasoma na Mark 16, Marko 16 19, 19 20. 20. Quand Jésus-Christ accueille Wakati Nikolo, Yesu amekwenda akekofanga ameenda kaa loboko ya kwa mobali. mkono wa kuume. Auti wapi? Alikuwa wapi? Auti na loboko ya mwasi. Ametoka mkono wa kushoto wa unyonge. Amen.
Est-ce que Simbinga? Shika vizuri vyema. Simbinga. Nzambe ozalaki wapi? Mungu alikuwa wapi? Ozalaki na faiblesse. Alikuwa kwa unyonge. Umoni Unaona? Sisi tumesana kusala musana maboka mubaya. Sisi tunazoea kufanya kazi kwa faible. Na hii ya kupande huyu. Amen. Amina. Qui dit gauche c'est la femme. Kumbe unasema la femme c'est la faiblesse. Ndio. Amen. Ni unyonge. Dieu s'est comporté dans la faiblesse. Mungu anajua kujua kana donner la vie. Juu ya kuleta uzima. Kuleta la bénédiction. Na baraka. Tango ya kufi. Wakati amefariki. Asekwi. Amefufuka. Biblia lobina 19. Biblia inasema 19. Ake wapi? Ameenda wapi? Na loboko ya mkono wa kuume sasa. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il est Benjamin. Sababu sasa yeye ni Benjamin. Loboko ya mobali. Mkono wa kuume. Kwa kanisa te. Usifikirie. Ni Rigobert yo. Ni Rigobert kama pa. Loboko ya mobali yo. Ndio mkono wa kuume. Hapana. Zambe. Mungu. Sana langage na ana lugha yake. Zambe. Mungu. Tangu ayena faiblesse. Wakati amekuja kwa unyonge. Tunasema. Azana maboko ya yuko kwa mkono wa kushoto. Tangu asili si musala. Wakati amemaliza kazi. Yesu Kristo comme fils. Yesu Kristo kama mwana. Azongi. Akarudi. Akomi na luboko ya mobali. Kwa mkono wa kuume. Amizongi sinza. Akajirejesha Mungu. Akomi tata. Akarudia baba. Akomi le Dieu puissant. Akakuwa Mungu mwenye nguvu. Akomi le créateur. Akakuwa muumbaji. Akomi tout. Akakuwa yote. Amen. Amina. C'est-à-dire main droite. Yamaanisha mkono wa kuume. C'est la force. Ni nguvu. C'est la puissance. Uwezo. Amen. Est-ce que ton soso unaelewa kweli? Bien-aimé, la faiblesse. Pendwa unyonge. C'est-à-dire nzambe abimi na gauche. Inamaanisha Mungu anatoka kulia. Akeni wapi? Anarudia wapi? Akikofana na loboko nani? Ya mobali ya tata. Kwa kuume wa baba. Tata loboko tata. Mkono wa baba. C'est la force. Nguvu. Amen. Est-ce que tozo sosolika? Tunaelewana kweli? Même si nous lisons dans Psaume 18, parce que c'est un enseignement, papa, mon pasteur, tu peux nous lire. Hein? 118, 15 à 16. Hein? Zaburi 118. Alléluia. Amen. Psaume Zaburi 118 15 à 16. 118, 15. 15 à 16. 15, 16. Psaume 118. Zaburi 118. Verset 15. Mstari 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Des cris de triomphe. Sauti ya furaha et de salut na wokovu s'élève dans les tentes de juste. Imo emani mwa wenye haki. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Mkono wa kuume wa Bwana utenda makuu. Allez-y. Verset 16. 16. La droite de l'Éternel est élevée. Mkono wa kuume wa Bwana umetukuzwa. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Mkono wa kuume wa Bwana utenda makuu. C'est-à-dire qui dit la droite, yamaanisha kuume, et que la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, le pouvoir de Dieu, la force de Dieu. Gauche, c'est l'humilité. C'est pourquoi quand Dieu asilisi mosala, akena droite du Père. Ne permets pas de raisonner comme batu mosusu balobaka Yesu azana aloboka tante azongi na puissance na force. Pourquoi la droite? Pour délivrer ses bien-aimés. Amina. C'est là où bien aimé ce qu'on a la miso. Dans Marc 16, parce que c'est un enseignement. Il doit comprendre le texte. Marc 16, 19 à 20. Bon, mais là, pasteur n'a pas micro-bango. Parce que ton solo. Pourquoi Dieu
il rentre dans la force, Kwa nini Mungu dans la anakuja puissance. katika uwezo? Yango bana koloba na batoma. Ndio aliambia Soki mitume. ngana kete. Mimi nisipoenda. Ezana litomba ipa na bino. Haina mapato. Il est avantagé que je Ni m'en aille. vyema kwenu niende. Amen. 16, Marc 16, 19 à 20. Marko 16:19. Marc 16, verset 19. Interprété. 16:19. Le Seigneur, Basi Bwana Yesu après leur avoir parlé, baada ya kusema nao fit enlever au ciel. akachukuliwa juu mbinguni, Et il s'assit à la droite de Dieu. akaketi mkono wa kuume wa À Mungu, la droite de Dieu qui veut dire la puissance. wa kuume wa Mungu ambaye ni nguvu. Verset 20. 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Les apôtres maintenant. Nao wakatoka wakahubiri kokote, Le Seigneur travaillait avec eux. kitenda Il est kazi à pamoja droite nao, avec sa puissance. yuko kiume na nguvu zake, Azoni qu'on travaille na babo. anatenda kazi nao Et confirmait la parole par les miracles. Pour les miracles se fassent, na il faut kulithibitisha que Dieu soit dans sa droite. ili uwezo na mishara ifanyike, afa Mungu au kwa kuume yake Qui l'accompagnèrent. Amen. ambao iliwapatana nao. Amina. Otika na bete la bino lisolo. Acha mchungaji Tozonga akueleze story. mamoke. Rudia kidogo. Oli misanga parce que tozonga kangote. Sasa mchungaji tutamaliza hivi. Vous savez, hein? Unaelewa? Jésus-Christ pas que la droite. Yesu Kristo ili aende kuume. Il y a des écritures qui ont prophétisé kala. Kuna maniko iliyotabiri. Un jour, Siku moja Daudi akeko kama bokilo ya Saulu. anaenda kukua Saulu na mkwe wa Sauli. Sauli kwa Ifa huzuni. boma. Yafaa Bokilo na ye. yule mkwe wa Bokilo. kumbe Abali mkwe Milka. na Milka anaoa Mika. mwana Saulu. Mika ni mwanae Sauli. Maintenant David na mwasi na Milka. Sasa Daudi na mke Bazana ndaku na bango. wanakaa kwa nyumba yao. Saulu abeti makanisa binono. Sauli akafikiria akasema, Tipo mwana David oyo. huyu Daudi Soki na bomi ete. kama sijamuua Atwa koboto na boko. na akaninyang'anya ufalme. Asibato. Akachukua mjomba, Atindi bango. akatuma wa Okene bome melangai. uende mnibebe David. Daudi Na boma ye. nimuue. Bakomi epa na David. Wakafika kwa Daudi, Mwasi kitoko. mke mwema, Aza mwasi oyo. mke yule Adevolaka sekre mobali ne pana. asema kisiri ya moyo wake kwa wazazi. Mama kama mke. Mama Maneno kidogo Papa? mama agokola kinga finga kenda mafi na bino. jana alitukana Mwasi mabe. mupa, Oh baby salibala nayo. utaharibu nyumba, Okobongi sana. utatengeneza na familia Babo milikambo. na unaficha mambo. Tango ba messager ba kome pala Mika. Wakati wajumbe wanafika kwa Papa Mika, nayo. baba yako Ayebisi biso. ametuambia Tozo mobali nayo. tukamate mume wako Tokene naye kuna. tuende naye kule, Walinga boma. anataka kumuua Na pokwa. na usiku jioni. Milika alobi yote. Mika akasema, Mobali na ngaza maladi. bwana yangu Okene anagonjeka, boye bisa papa da. mwende ambie baba yangu. Tamba zokende boye. Wakati wanaenda, Mwasi atourne. mke akageuka, Mobali na ngai. mume wangu, Butwa lelo. usiku wa Soko lali leo hao. ukilala hapa Papa na nga kuboma. umekwenda, Nalingi tolala. hautaki ulale hapa. Asali boni. Anafanya nini? Mwasi afungoli fenêtre. Mke kafungua dirisha, Atindiki mobali. akashikisha Mobali mume, abimina fenêtre. mume katoka dirishani. Tanga kena fenêtre. Wakati ameenda kwa Mwasi dirisha, asali boni. mke akafanya nini? Azwe keko. Akachukua sanamu Ngisi yango na mbeto. akatia kwa Boya kitanda, alobaki ete aza malade. wasema yuko mgonjwa, Abomi taba. Azwi loposo. akashika Ifo mbuzi, taba ekufa. akamata ngozi, Alongoli loposo. akatosha ngozi, Abongisi yango malamu. akatengeneza Ati vizuri, yango. akatia Na moto ekeko oyo kichwa asali. ya ile sanamu, Azwi elamba. akachukua nguo Azipia. akamfunika. Alors, Wakati David ayoki bongo. Daudi akasikia hivyo, Atomboki abiaza malade. akasema Omeme na mbeto na malade. akasema mubebe kwa mgonjwa, mkuje naye hapa. Tamba ye. Wakati wamefika, Mwasi alobi. mke akasema Azama abi difo yuko tokota. mgonjwa, twende Papa abi tome yonso. tuende sote. Kokota boye. Fika hivi, Balongola bamoni ba David wana. fungua, akaona Daudi, Afungula boye. fungua hivi, Bozoka ne keko. jo iko sana. David ake wapi? Wakasema yuko wapi? Abimi. Ametoka zake. Sauli akomi. Sauli akafika, Mwana ngamika. mtoto wangu Mika, Nenge nino shanga boye. umefanyaje Abi hivi? papa. Akasema papa, Na ngaki na yebisa tikala. nilitaka nimwambie Yabi na baki, koboma yo. nilinaye pia atakufa. Atiki ngai. Akaniacha, Akimi na fenêtre. akakima kwa dirisha, Atikili kambo. akaacha mambo haya. Bien aimé. Amen mpendwa. Milika. Mika, Lokola makomi kama ezaliwa. maniko lipo pale, Epemelami.
na hivi njo imeficha mambo mengine. Amina. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, ekikoana sanamu yale ezali nzoto na Yesu ni Kristo. mwili wa Yesu Kristo Disait, imepanda juu na je Baba, remets mon âme. nimetamu Zokane molimo. kumbe roho Ezo abima. inatoka Eke wapi? inatoka inaenda wapi? Abi entre les mains de Dieu. Akasema kwa mikono wa Baba, La main. mkono Soko lingomona molimo na Yesu. utakaona roho ya Luka Yesu, loboko ya Nzambe. vuta mkono wa Loboko Mungu, ya Nzambe. mkono wa Sont Mungu. des serviteurs. Jo watumishi, Sont des hommes de Dieu. jo watumishi, Yabotangiawa. umesoma pa Akena loboko mobali. nenda mkono wa kuume Travaillant avec les apôtres. kufanya Appuyer les miracles de la guérison. kufanya miujiza na wewe na ishara. Amina. Nabosukisi. Kwa kumaliza, Dieu est dans sa main droite, Mungu yuko kwa dans mkono sa wake, force, ndani ya nguvu dans zake, sa puissance ndani ya uwezo wake, pour délivrer, juu ya kukomboa, libérer, kufungua bénir na kubariki ses bien-aimés. wapendwa wake. 108, 118 verset 6 à 7. mstari wa 6 hadi 7. Libérer. Kufungua Oyandimeli. aliyepokea Pour les véritables bien-aimés, juu ya c'est Jésus-Christ. Mungu wa C'est mpenzi pourquoi wa ce jour-là, Yesu Kristo. Ndio Dieu a sababu dit, anasema, mon fils bien-aimé, Wanangu à qui j'ai mpendwa, mis toute mon affection, juu yako ndio natia roho yangu. Nzambalingayo, Mungu akupende, kotakati na Yesu. lazima usimame ndani ya Aujourd'hui, Yesu. bien-aimé de l'Éternel. Bali uwe mpenzi wa Yesu. Sokotimeliete. Kama hujapokea Yesu, Mungu akujui. Pourquoi? 108, 6 à 7. 108 Pourquoi droite? Psaume 108, Zaburi verset 108 6. mstari wa 6. La parole de Dieu nous dit ceci. Neno la Mungu nasema 6:7. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur La terre. toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sois délivré. Wakombolewe. Amina. Sois par ta droite. Exauce-nous. Sukaka exauce nous sukiwana. Malizia pale. Suki sasikawa. Malizia pale. Na Psaume 17:7 c'est tout. Zaburi 17:7. Dieu de sa droite. Mungu anapenda Droite pour la kolukaba. yote kutafuta. Balingami qui est mon lingami. Mpenzi wa C'est celui qui cherche son refuge. yule ambaye Le refuge auprès de Dieu. na kimbilio karibu Akotika na Mungu. yote. Hata kuacha. Akobwaka yote. Hata kutupa. Kanenge oyeboye. Vile umekuja. Bandoki balinga. Walozi wapende. Balinga te. Wasipende. Bakanga yo. Wafunge wewe. Yeye. Akokita. Atasuka. Akokangula. Atakufungua. Akobeta la bangula. Atachapa wageni wako. Parce que tu es son bien-aimé. Wewe ni kipenzi chake. Amina. 17:7 papa. 17:7. Psaume 17, verset 7. Zaburi 17:7. Signale ta bonté, Dirisha fadhili zako. toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, Baye bazolu ke kimelo. Wewe na utafuta ukimbilia. et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Mkono wako wa kuume. Kuume wako. C'est pourquoi Jésus, Ndio sababu Yesu il a quitté la main gauche. anatumia mkono Il a wake. assis la main droite. Ameketi kwa mkono wa kuume. Travaille avec les apôtres Na vile vile unaisha nguvu pour délivrer les possédés. juu ya kukomboa. Guérir les malades. Bénir qui sont maudits. Ponya wagonjwa na kubariki Bien de waliolaniwa. prospérer les gens qui ne prospèrent pas. Kufanyikisha waliokosa Élever les fanikio. gens. Na kuinua Jésus wengine. est dans sa droite, Yesu yuko kwa kuume dans son wake. autorité, Ndani ya uwepo dans sa wake. divinité, Ndani ya ungu dans wake. sa force Ndani ya nguvu zake. pour opérer des miracles. Juu ya dans tout. kutenda miujiza. Parce que tu as crié à lui. Sababu umemwamini. Omipesi na Na ye, ukijitoa kwake. tu as droit Na una de haki Jésus-Christ. ya Yesu Aye Kristo bwana yo. aje kwako. Ondimeli ye. Kwa sababu umempokea. Omiso bien-aimé. Umekuwa mpenzi wake. Oh, Kumbe la main droite, mkono wa kuume c'est Benjamin. ni Benjamini. Oh, qui dit Benjamin, Sema Benyamini c'est la ni lumière. nuru. Oh, qui dit la lumière, Sema nuru. Jésus a dit, Yesu je suis anasema la lumière. mimi ni nuru. Premier jour, Siku ya quand Dieu kwanza disait wakati que Mungu la alisema lumière soit, nuru liwe, c'est Jésus qui a apparu. Yesu On a alitokea kosala mosala juu na ya moki. kutenda kazi yake. C'est lui la lumière. Yeye ndio nuru. Enlever le péché, Toa la dhambi, maladie, toa ugonjwa, la malédiction, toa laana,
possession. Me bénir. Kimia. Que le Seigneur vous bénisse. Tellement. Simama.